Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Na ndugu mtazamaji, nipende kukukaribisha tena katika mfululizo wa masomo haya ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Na kwa siku ya leo nataka nikuelekeze njia nzuri sana ya kusafisha ini lako. Njia nzuri ya kusafisha ini lako. Ini ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu kama ilivyo figo, moyo na viungo vingine. Na hili ndio kiungo ambacho ni kikubwa kuliko vingine katika mwili wako. Ini inapatikana upande wa kulia. Leo tunataka tuangalie kazi ya ini na njia nzuri ya kusafisha ini lako. Ini inasaidia katika kuchakata protini, wanga pamoja na mafuta katika mwili ili iweze kutumika vizuri. Ini uhifadhi vitamini muhimu sana ambavyo hutembea na mafuta, tunaita fat soluble vitamin, ambavyo ni muhimu sana katika mwili wako. Ini uhifadhi vitamini A, vitamini D na E ambazo huenda kusaidia mchakato au kuweka mwili wako kukaa vizuri. Ini pia uhifadhi glucose na utoa sukari hiyo wakati wa njaa, wakati wa shida, unaona, mwili ukiwa unahitaji, ili uchakata sumu mbalimbali katika mwili wako. Mfano sumu zile ambazo zinatokana na alcohol, jamii za pombe, madawa mbalimbali tunazotumia. Hivyo basi ufanya kitu kinachoitwa detoxification, uchuja sumu zote katika mwili wako. Sasa hebu tuangalie namna, njia nzuri ya kusafisha ini lako. Kwanza kabisa unaweza ukasafisha ini lako kwa kutumia beetroot au red beet. Beetroot ni nzuri sana katika kusafisha ini kwa kuondoa mafuta kwenye ini na kuboresha afya ya ini kukaa vizuri. Inayo betaine, lakini pia ni antioxidants nzuri sana kwa ini. Kwa hivyo beetroot unaweza ukatumia juisi yake ama ukaipika kidogo ama ukatafuna. Kwa hiyo matumizi ya beetroot mara kwa mara ni nzuri sana kwa kusafisha ini na itaweka ini lako katika mazingira mazuri sana. Lakini njia nyingine ni pamoja na kutumia soya au soybean. Soya ni nzuri sana katika kusafisha ini lako kwa sababu inayo mafuta mazuri aina ya lecithin ambayo ni rafiki yake ini. Utakapotumia soya aidha kwa kuyapika vizuri kama kande, basi huu unatumia, au kwa kupitia maziwa yake, isichanganywe na chochote, itasaidia sana kuboresha afya ya ini na ini lako litakaa vizuri. Na ndio maana makampuni mengi hutumia vidonge vyake katika kusaidia ini kama liver support. Na pia pendelea chai ya asili kama chai ya dandelion pamoja na chamomile. Hizi ni nzuri sana katika kusafisha ini. Uzuri dandelion inapatikana Rastobe Food Product, kama utahitaji itakusaidia sana kusafisha ini. Kwa hiyo upendelea kutumia mara kwa mara dandelion pamoja na chamomile, itakusaidia sana. Hata figo zinafanya vizuri sana. Pia ni vizuri ukatumia maji ya limao au juice ya limao piwa. Limao inayo vitamini C, yani ascorbic acid, ambayo ni nzuri sana katika kusafisha ini lako. Tumike yenyewe kama yenyewe, isichanganywe na chochote. Kwa hivyo unaweza ukapata juice ya limao glass moja asubuhi na glass moja jioni ndani ya siku 5. Itakusaidia sana kusafisha ini lako na litakaa vizuri sana. Kitu kingine ambacho pia ina nguvu zaidi katika kusafisha ini ni pamoja na turmeric, curcuma longa scientific name. Unachanganya na kitunguu saumu, yani garlic. Allicin ambao hupatikana kwenye kitunguu saumu ni nzuri sana katika kuondoa mafuta na kusaidia ini lako kuweza kuchuja sumu vizuri. Tumia huo mchanganyiko wa hivyo vitu viwili, aidha kwa njia ya juice au kwa kuchemsha, upate chai yake. Unatumia angalau glasi moja kutwa mara 2 ndani ya siku 14, utasafisha ini lako vizuri sana. Na kitu kingine ni pamoja na matumizi ya maji. Maji ya kunywa ni muhimu sana kwa ini. At least upate lita 1 hadi lita 1.5 hadi 2 kulingana na kazi yako na uzito wako. Hii inaenda kusaidia ini kutoa sumu nyingi na kusafisha ini na kuboresha afya ya ini zaidi dhidi ya magonjwa mbalimbali. Lakini usinywe maji machafu. Kunywa maji yaliyosafishwa, maji safi na salama. Hata kama ni ya mvua, yachemshe kwanza. Hata kama imetoka bombani, yachemshe kwanza. Matumizi ya matunda ni muhimu sana katika kusafisha ini. Mfano kama tango, iko very alkaline, ni nzuri sana katika kusafisha ini. Lakini pia kuna apple, kimaana ya tufaa, ni nzuri sana katika kusafisha ini. Na ini pia inahitaji fibers nyingi. Na pia kuna papai pamoja na parachichi. Kumbuka parachichi kwa mtu ambaye figo zake haziko vizuri utaki kutumia, lakini kwa kuboresha afya ya ini parachichi inafanya vizuri kwa sababu inayo vitamini E. Lakini pia jamii za zabibu pamoja na olivers na tunda la zaituni ama mafuta ya zaituni ambayo yana vitamini E kwa wingi ni nzuri sana kwa ini. Mchanganyiko wa spinach na carrot
inazalisha vitamini A kwa wingi ambayo inaenda kuboresha afya ya ini. Kwa hiyo unaweza kutengeneza hiyo juice ya spinach na carrot huo unakunywa mara kwa mara. Hayo matunda ni nzuri sana katika kusafisha ini lako. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nafikiri umejifunza na umejua njia nzuri ya kusafisha ini lako. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.